Yeah. Mimi naitwa Dr. Ambegi Mwakatobe, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Dental Expo. Tanzania Dental Expo kama tulivyoeleza hapo ni tukio la kwanza Tanzania ambalo litaalika wadau mbalimbali wa sekta ya afya ya kinywa na meno kutoka duniani kote kuja Tanzania, na tunafanyia hilo swala pale Mlimani City. Na madhumuni ya kufanya Mlimani City ni kwa sababu tunataka hii shughuli iende karibu na wananchi zaidi. Tunategemea watengenezaji wa vifaa tiba mbalimbali kutoka nchi nyingi. Wapo watengenezaji wa vifaa tiba kutoka Italy, kutoka Ujerumani, kutoka Pakistani, kutoka Brazili, kutoka China na nchi nyingine nyingi watakuja kushiriki kwenye hayo maonyesho. Lakini sio hao tu, pia tunategemea kupitia chama chetu cha wataalamu wa afya kinywa na meno, wadau wengine kutoka nchi za jirani kama Kenya, Uganda, Malawi, wenyewe watakuja pia kushiriki na sisi. Aidha wengine watakuja na kampuni zao ambazo zinasambaza vifaa mbalimbali, na pia wataalamu mbalimbali katika nchi zao ambao watakuja kutokana na ratiba yetu, watatoa mafunzo mbalimbali. Kwa ukiangalia hii Tanzania Dental Expo itakuwa na sehemu kubwa kama tatu. Ya kwanza itakuwa ni maonyesho, kwamba watu watakuja wataangalia vifaa mbalimbali, maendeleo mbalimbali ya teknolojia, ubunifu mpya katika teknolojia ya afya ya kinywa na meno, matibabu na dawa zinazotumika. Lakini kutakuwa na sehemu nyingine ya maonyesho hayo ambayo itakuwa ni utoaji wa elimu. Hiyo utoaji wa elimu itakuwa ni kwa madaktari wetu, wataalamu wetu. Tunategemea madaktari wote ambao kupitia Wizara ya Afya na TAMISEMI wamealikwa kutoka hospitali zote mbalimbali. Kutakuwa na sessions au vipindi mbalimbali pale Mlimani City kwenye madarasa ya kule nyuma, ambako kutokana na ratiba itakaporuhusu wataweza kufundishwa vitu mbalimbali, labda utumiaji wa vifaa hivyo vipya vilivyopo, namna mpya za matibabu, namna gani teknolojia imeendelea. Kwa hiyo ni kama platform ya kubadilishana na utaalamu. Lakini cha mwisho cha tatu ni kwamba tutaalika wananchi wa kawaida, ambao wananchi wa kawaida wataalikwa kushiriki pale na wenyewe waone vifaa mbalimbali vinavyotumika kwenye matibabu ya afya kinywa na meno, lakini pia wajifunze. Kwa sababu kama hapa leo, ndugu waandishi, mmeona kuna vitu vingi mmeelezewa ambavyo mlikuwa hamfahamu au mnafahamu lakini hamfahamu kwa undani. Kwa wananchi wetu wataelekezwa mbalimbali, aina tofauti za dawa za meno. Lakini pia kuna kuua mzizi wa jino, tunaita root canal. Lakini pia kuna matibabu yanasema kuondoa kiini cha jino, tunaita pulpotomy. Lakini pia kuna kitu kinaitwa tunakata ncha ya jino, tunaita apicectomy. Hayo mengine yote yakishindikana ndio tunang'oa. Kwa kung'oa ni option ya mwisho. Ni mfano ambao hata ukipata bahati mbaya, umepata ajali, umevunjika mguu, madaktari wa mifupa watafanya njia zote kuhakikisha ule mguu wako unaungwa. Lakini ikifika stage kwamba jinsi ulivyopata ajali, hata tukifanyeje namna kuunga mguu wako hauwezekani, tunakata. Ndio na jino. Sasa watu wengi wamekuwa wakikimbilia kuondoa jino kabla ya kufanya nini, ya kulitibu. Kwa hiyo tunasema wewe ukifika hospitali, labda nitoe wito sasa kupitia kwenu nyinyi watu wa habari. Mtanzania akifika hospitali, yeye afike aseme nimekuja kutibiwa, jino langu linauma, aishie hapa. Maana kuna mtu anatoka nyumbani ameshajipangia matibabu, nimekuja kung'oa jino. Yaani yeye katika kichwa chake kwamba ameshaaminishwa kwamba dawa ya jino ni kung'oa, ndio hii ambayo tumeshaikataa. Kwa hiyo sasa wewe ukifika hospitali, bwana nimekuja kutibiwa, jino langu linauma, sijalala, jino linauma. Madaktari watakapoangalia watakwambia jino hili limetoboka au limeoza. Watalipiga x-ray, wataangalia ule uharibifu ambao umetokea. Kwa hiyo watakueleza ili jino linafaa kufanyiwa matibabu
ya aina hii au ya aina hii au ya aina hii, au hili jino bwana, ni kweli tunataka tulitibu, lakini limefika stage ambayo haiwezekani kulifanyia matibabu, libaki na lisifume, hili linatakiwa kwa nini kung'olewa. Kwa hiyo sasa nimeeleza hivi ili watu kwamba waelewe kwamba matibabu ya jino nini. Kwa hiyo dawa sasa inapokuja kwenye dawa, yani hakuna dawa ambayo labda nitasema nikupe wewe saizi umeze jino lako yani meno yasitoboke, hapana. Ila ili kuzuia wewe jino lisitoboke, unatakiwa kuzingatia yafuatayo. Upige mswaki meno yako angalau mara 2 kwa siku kwa kutumia dawa ya meno yenye madini ya fluoride. Kwa watoto yawe na kiwango cha 1000 ppm, kwa watu wazima hiyo dawa ya meno iwe na kiwango cha fluoride cha 1450 mpaka 1500 ppm. Tofauti na hapo, utapiga mswaki meno yako kwa dawa ambayo haina hicho kiwango nilichokisema, meno yataoza. Kwa kikubwa ni kuzingatia usafi wa kinywa asubuhi na usiku kabla ya kwenda kulala. Lakini pia unapopiga mswaki meno yako, unatakiwa ukishapiga mswaki tema mapovu, usisukutue. Piga mswaki meno yako asubuhi baada ya kunywa chai, na usiku kabla ya kwenda kulala. Tumia dawa ya meno yenye madini ya fluoride yenye kiwango hicho nilichokisema. Tema povu, lakini usifanye nini? Usisukutue. Sasa wengi tunapiga mswaki meno yetu, tunatema mapovu, tunachukua maji, tunaweka mdomoni, tunasukutua. Lile ni kosa. Nirudie tena. Wataalamu wa afya ya kinywa na meno Tanzania, kwa pamoja na Tanzania Dental Expo tunaandaa maonyesho haya makubwa ya kibiashara ambayo yatakuwa yanahusu vitu mbalimbali vinavyohusiana na afya ya kinywa na meno. Maonyesho haya yanatarajia kufanyika tarehe 30 na 31 mwezi wa 5 pale katika kumbi zile za Mlimani City. Ni fursa muhimu ambayo tunawaalika wadau wetu mbalimbali, wafanyabiashara katika eneo hili la vifaa tiba vya afya ya kinywa na meno, waweze kuja kuonyesha bidhaa zao ambazo wanaziuza, waweze kuja kuonyesha bidhaa zao ambazo wanazizalisha. Lakini pia ni eneo muhimu kwa wataalamu, watoa huduma mbalimbali wa afya ya kinywa na meno waje waweze kujifunza teknolojia mbalimbali mpya za matibabu ambazo zimegunduliwa katika eneo hili la kinywa na meno. Lakini pia kutakuwa na mafunzo mbalimbali ambayo yatakuwa yakitolewa katika hizi siku 2. Mafunzo yale ambayo yatawapa kitu tunaita CPD points, zile ambazo zinahitajika na baraza letu la usajili MCT. Kwa hiyo kutakuwa na mafunzo ambayo yatakuwa yanatolewa katika siku hizi 2, na kwa kiasi kikubwa mafunzo haya yatakuwa yakitolewa bila malipo. Kwa hiyo tunawakaribisha waweze kuja ili waweze kujipatia mafunzo. Kwa jina naitwa Doreen Dominic, ni mkuu wa kitengo cha taasisi za umma na za kiraia katika benki ya Stanbic, na leo hii ninafurahi sana kuwa hapa mbele yenu. Kwa ufupi na kwa uchache sana, benki yetu ni miongoni mwa benki mama ambayo inaitwa Standard Bank Group, iko South Africa na ni benki kubwa Afrika nzima. Tupo kwa miaka zaidi ya 164, lakini kwa hapa nchini tunaitwa Stanbic Bank ambayo tupo zaidi ya miaka 30 mpaka mwaka huu. Na ukiangalia kwa wigo wetu, tumejitahidi kutanua muonekano wetu barani Afrika. Tupo katika zaidi ya nchi 21, lakini pia kama nilivyosema ni benki kubwa Afrika nzima, lakini pia tunaubia na watu wa China. Ukiangalia kwa hapa nchini kwa financials ambazo zimetoka mwaka jana, ni benki ya 3 kwa in terms of revenue na ukubwa kwa hapa nchini. Lakini pia ni wadau wakubwa sana wa sekta ya afya, yani kuweza
kusupport hospitali mbalimbali, lakini pia ukiangalia katika ile spectrum yote na ecosystem ya afya kuna vitengo vingi ambavyo vipo ndani yake. Kwa sisi kama benki yetu tumeungana na Tanzania Dental ili kuweza kufanikisha hii expo ambayo inakuja hapa mbeleni, na pia tutakuwa na watu wetu ambao ni wabobezi katika hii sekta ambao wataweza kuongelea mambo mbalimbali katika hii sekta, kuweza kutanua biashara ya dental clinic mbalimbali, lakini pia je, tunawawezeshaje kuweza kutanua biashara zao nje ya hapa Tanzania hata barani Afrika. Kama nilivyoongelea hapo mwanzoni, tupo katika nchi 20 katika Afrika. Je, tunawakutanishaje watu wetu au wadau wetu hapa nchini na masoko mbalimbali barani Afrika? Lakini pia katika vitu ambavyo tunafanya katika benki yetu, je, tunawezaje kukuza mtaji wako kuweza kufikia watu wengi zaidi ya hapo ambapo upo? Tuna product mbalimbali ambazo tutaziongelea hiyo siku, na tutakuwa tuna booth yetu ambayo itaongelea kwa kina jinsi tunamshikaje mkono yule mwenye kampuni, lakini pia hatumwachi mtu wa chini ambaye ni yule mtu ambaye anayeumwa. Je, tunawezaje kumsaidia kuweza kupata hiyo huduma, lakini pia na jamii yetu tunawezaje kuishika mkono wote waweze kupata huduma ambayo iko bora. Ukiacha na hiyo, pia tunaungana na serikali yetu ya Tanzania kuweza kufanikisha na kuwezesha hizi jitihada ambazo zinafanywa. Je, kama sisi private sector tunaungana mikono vipi na serikali, lakini pia na Tanzania Dental kuweza kufanikisha hii shughuli. Kwa hiyo kwa haya machache tutakuwepo siku hiyo, na kuna misaada mbalimbali ambayo tutatoa. Kuna elimu ya fedha ambayo tunajua madaktari wetu wanakuaga hawana muda kwenda kwenye benki. Kwa hiyo tutakuwa na elimu ya fedha ambayo tunatoa pale, lakini tunawafunguliaje milango ya uwezeshaji hizi sekta mbalimbali. Kwa hapo naomba niishie. Huduma za afya ni mojawapo ya priorities za taifa kwa ujumla, na ukiongelea huduma za afya, oral health ni kitu muhimu sana katika huduma za afya kwa ujumla. So sisi tuko pamoja, na nipende kuwapongeza sana Tanzania Dental Expo kwa kuja na tukio hili muhimu. Tuko pamoja na tutakuwepo hiyo siku kwenye expo. Tunawakaribisha sana na tunategemea mafanikio makubwa katika kuleta more awareness on the oral health at large in Tanzania. Asante.